Kukaa sasa. Yes. Uko? Kukaa, nasikia umesoma vitabu mingi sana. Nataka uniambie Mathayo 25 mlango wa kwanza hadi 13 inasema nini? Mathayo 25 mlango wa kwanza hadi 13. Na kwa uwezo wa Bwana nitasoma. Naenda kutoa andiko kutoka kwa kitabu cha Mathayo mtakatifu. Mlango wa 25 mstari wa kwanza hadi 13. Na nitataja majina mane muhimu. Baada ya kutaja hayo majina nitahubiri. Kwa uwezo wa Bwana nitasoma. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliochukua taa zao wakaenda kumlaki bwana harusi. 5 walikuwa wapumbavu, hawakupaka mafuta kwa vyombo vyao, na 5 walikuwa wenye busara, walibeba mafuta kwa vyombo vyao, na wote walienda wakamongoja bwana harusi. Bwana harusi alikawia kufika. Hawa wanawali walikaa wakachoka, wakaanza kusinzia na wakalala usingizi. Ilipofika usiku wa 8, sauti ilisikika ikisema ya kwamba muwe tayari kumlaki bwana harusi fike. Wanawali wenye busara waliobeba mafuta kwa vyombo vyao wakaamuka, wakatengeneza taa zao, wakamwaga mafuta ndani, wakaacha zikaanza kuwaka, wakaa tayari kumkaribisha mgeni. Na wanawali wapumbavu wenye hawakubeba mafuta kwa vyombo vyao wakaanza kuhangaika na kuomba mafuta kwa wale waliokuwa na taa zao zikiwaka, wakisema ya kwamba hebu mtusaidie mafuta nasi pia tumwage kwa taa zetu kwa sababu zimezima. Wanawali waliokuwa na taa zao zikiwaka wakawajibu wakasema ya kwamba mwende mkajinunulie mafuta kwa wauzaji. Wanawali walioenda wauzaji, kwa sababu mafuta yetu ni kitoko sana, hayatatosha sisi na nyinyi. Hao waliposikia hivyo wakaondoka wakaenda kutafuta mafuta. Na walipokuwa pato wako huko, bwana harusi aliwasili, akakaribishwa na wale waliokuwa na taa zao zikiwaka. Mlango wa hekalu la Bwana ulifunguliwa na wote waliingia ndani na ukafungwa tena. Wanawali walioenda kununua mafuta waliporudi wakaanza kupisha mlangoni, wakisema ya kwamba hebu mtufungulie mlango nasi pia tuingie ndani tushiriki pamoja. Sauti ilisikika kutoka ndani ikisema ya kwamba wanawali waliokuwa na taa zao zikiwaka, hao ndio walinikaribisha mimi, niko nao ndani hapa, kuonyesha ya kwamba walikuwa wameniongoja. Na mimi nilipokuja sikuwakuta nyinyi mkiwa na taa zenu zikiwaka, kuonyesha ya kwamba hamkuwa kuniongoja mimi. Sasa siwajui nyinyi. Tunakuja kwa mstari wa mwisho wa 13 ambao nasema hivi: basi kesheni kwa sababu hamjui siku wala saa. Wakristo wapenzi, swali linakuja kwa wewe na mimi ya kwamba wakati bwana harusi atakapokuja, utakuwa kati ya wanawali wapumbavu wenye watakosa mafuta kwa taa zetu ili kumkaribisha mgeni, au utakuwa kati ya wanawali wenye busara watakaokuwa na mafuta kwa taa zetu kukaribisha bwana harusi? Wakristo wapenzi, vile nimesoma hiki kitabu, nimetaja majina mane muhimu. Jina la kwanza ni bwana harusi. Jina la pili ni wanawali 10. Jina la tatu ni taa. Jina la 4 ni mafuta. Wacha niseme maana ya kila jina. Bwana harusi ni Yesu Kristo aliyokuja hapa duniani kwa ajili ya dhambi zetu. Wanawali 10 ni wewe na mimi. Taa ni roho zetu. Kila wakati huwa tunahubiriwa ya kwamba uoshe roho zetu ziwe nyeupe kama theluji. Jina la 4 ni
mafuta. Jina la nne ni jina la nne ni mafuta. Mafuta hayo mafuta ni matendo yetu, na hayo matendo yamegawanywa mara pili: matendo mazuri na matendo mabaya. Wacha nitaje matendo 5 mazuri: heshima, usaidizi, unyenyekevu, huruma na upole. Aje nitaje matendo mabaya 5: usharati, ulevi, uchawi, usinzi na Levi. Ni hayo tu, nambariki.